Makofi mengi. Mchanganuo wa mitambo na magari yanayozinduliwa leo ni kama ifuatavyo. Wa kwanza ni mtambo wa kuzima moto fire tender aina ya Iveco wenye ujazo wa maji lita 5,000 na kemikali ya fomu lita 2,000. Mtambo huu ni wa kisasa kabisa wenye uwezo wa kuzima moto wa madaraja yote na una vifaa vyote muhimu. Lakini mtambo wa pili ni mtambo wa kuzima moto fire tender aina ya Hino wenye ujazo wa maji lita 1,500 na kemikali ya fomu lita 200. Pia mtambo huu ni wa kisasa kama ulivyo mtambo wa kwanza na una vifaa vyote muhimu na una uwezo wa kuzima moto wa madaraja yote. Watatu ni mtambo wa uokoaji medium rescue tender aina ya Iveco ukiwa na vifaa vyote muhimu vinavyohitajika kwenye operation yoyote ya uokoaji ikiwemo ajali za barabarani. Gari la 4 ni gari la kubebea wagonjwa ambulance aina ya Toyota Hiace likiwa na vifaa vyote muhimu vinavyohitajika kwenye huduma ya kwanza ikiwa ni pamoja na mitungi ya gesi. Gari hili litakuwa linatumika kuwapatia majeruhi huduma ya kwanza na kuwafikisha kwenye vituo vya afya na hospitali mbalimbali kwa ajili ya huduma za matibabu zaidi. Gari la 5 ni gari la kuongozea operation za zimamoto na uokoaji command car aina ya Toyota Hilux double cabin likiwa na vifaa vyote muhimu vya mawasiliano na vya kuwezesha operesheni kufanyika kwa ufanisi eneo la tukio. Rai yangu nayoitoa sasa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji ni kuvitunza hivi vifaa. Hivi vifaa tusije tukakuta tena viko juu ya mawe. Vifaa vizuri, vifaa vya kisasa. Sasa tutumie sasa nafasi hii kuhakikisha kwamba vifaa hivi kila siku vinakaguliwa kulingana na rutini yake, na pale ambapo kunaonekana kuna hitilafu basi tusije tena tukafika pahala gari linafika katikati ya njia unasikia gari limefanya nini, limeharibika. Pamoja na kuwa na vifaa hivi, lakini mnayo kazi kubwa sana ya kuelimisha wananchi jinsi ya kujikinga na majanga mbalimbali. Na majanga tunayosema mengi sana yanakuwa ni majanga ya moto na majanga yanayosababishwa na maji. Na kwa hiyo ningeliwaomba sana pamoja na kuwa na vifaa hivi tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunaendelea kuelimisha jamii yetu juu ya swala ya wao wenyewe kujikinga, halafu nyie ndio mnaofuata.